الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، kwanza namuomba Allah subhanahu wa ta'ala awalipe kheri walimu zangu waliotangulia. Naona baadhi yao wanasema sijui walimu wetu, mshekhe wetu. Allah subhanahu wa ta'ala atusamie kwa yale ambayo tuyajui, pia na Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kwa yale ambayo wanayadhania. Kwa tumezungumza mada nyingi hapa: ubora wa elimu, athari ya maasi, ulazima kushikamana na njia ya salafu saleh, vile vile hatari ya bid'a, na zote ni mada muhimu sana kwa jamii hii, hasa ya hapa kwetu Burundi. Ama katika muda huu inshallah tutazungumzia ahkamu shahri llahi al-muharram, ahkam za mwezi wa Allah subhanahu wa ta'ala, ambao ni mwezi wa al-Muharram. Kama tunavyojua tayari tumeingia katika mwaka mwingine wa Kiislamu ambao ni mwaka wa 1448 na hivi tuko usiku wa tarehe 4. Bila shaka mwezi huu ni mwezi ambao una nafasi kubwa katika dini yetu hii ya Uislamu. Shahrullahi al-Muharram huwa awwal shahrin min al-ashhur al-hijriya. Cha kutambua kwanza, huu mwezi wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao ni mwezi wa al-Muharram ndio mwezi wa kwanza katika miezi ya kalenda ya hijriya, wa ahadul arba'ati al-ashhur al-hurum, na ni moja katika miezi minne mitukufu. وقد بين لنا نبينا عليه الصلاة والسلام أحكام هذا الشهر الواردة في كتاب الله أو في سنة المطهرة. بلا شك متوم عليه الصلاة والسلام ametubainishia hukumu na ahkam za mwezi huu ambazo zinapatikana ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume alayhi salatu wasalam zilizotuharika. ومن هذه الأحكام ما يلي: أولاً فضل شهر الله المحرم. Na hizi ahkam ambazo zimetajwa ndani ya Qur'an na Sunna ambazo kutubainishia Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu mwezi huu, mwanzo kabisa ni ubora wa mwezi huu. Shahrul Muharram huwa min ash-shuhuri al-hurum. Kwanza tutambue mwezi huu wa al-Muharram ni katika miezi mitukufu, allati azamaha Allah ta'ala, miezi ambayo ameitukuza Allah subhanahu wa ta'ala, wa dhakaraha fi kitabi, na akayataja katika kitabu chake. Faqala subhanahu, akasema Allah subhanahu wa ta'ala: inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ardh, hakika idadi ya miezi mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala ni miezi 12 katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kuanzia Allah alipoumba mbingu na ardhi, idadi ya miezi ni miezi 12. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala: minha arba'atun hurum, katika miezi hiyo 12 kuna miezi minne mitukufu. Wa sharafa Allah ta'ala hadha ash-shahr min baini sa'iri ash-shuhur, bali Allah subhanahu wa ta'ala akaupa utukufu na cheo mwezi huu kuliko miezi mingine. Fasummiya bi shahri llahi al-muharram, mwezi huu ukaitwa mwezi wa Allah. Tazama, hakuna miezi katika miezi ya Kiislamu au katika miezi 12 ambao umeitwa mwezi wa Allah isipokuwa mwezi wa al-Muharram. Faadafahu ila nafsihi, Allah akajegemezea mwezi huu kunako nafsi yake, akasema ni mwezi wa Allah. Sawa, tashrifan lahu, kwa kupa cheo na utukufu, isharatan ila annahu harrama
nafsi wa laysa li ahadin min al-khalqi tahliluhu. Kwa hii ni kuonesha namna gani Allah peke yake ndiye ambaye kaupa utukufu mwezi huu, na hakuna yeyote katika viumbe anaweza kunyang'anya utukufu mwezi huu al-Muharram. Kama bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahrim Allah ta'ala li hadhihi al-ashhur al-hurum, na kama kisi Allah subhanahu, na kama kisi alipobainisha Mtume alayhi salatu wasalam kunako utukufu wa miezi hii, wa min bainiha shahr al-Muharram, na miezi hiyo mitukufu kuna mwezi wa al-Muharram ambao ndani yake lima rawahu Abu Bakrata radhiyallahu anhu, kama alipokea sahabi Abu Bakra, hapo Abu Bakra na Abu Bakri. Abu Bakrata alikuwa katika watumwa wa Mtume akamwacha huru, sawa, akawa sahabi, na kuna Abu Bakri ambaye tunazoea as-Siddiq. Hadithi hii imepokelewa na Abu Bakrata maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ani nabii sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Mtume anasema inna az-zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqa as-samawati wal ard as-sanatu 12 shahra minha arba'atun hurum. Hakika zama namna zinapokuwa zinazunguka kwa miaka, miezi yake, masiku yake, kuanzia alipoumba Allah subhanahu wa ta'ala mbingu na ardhi. Kisha Mtume akasema as-sana 12 shahra, mwaka una miezi 12. Minha arba'atun hurum, katika miezi 12 kuna miongoni mwa miezi mitukufu, kuna miezi minne mitukufu, sawa. Kisha akasema thalathun mutawaliyat, miezi mitatu inafatana: Dhulqa'da ambao ni mwezi wa 11 wa Kiislamu, Dhulhijja ambao ni mwezi wa 12 wa Kiislamu, wal Muharram na mwezi wa Muharram ambao ni wa kwanza wa Kiislamu, wa Rajab Mudhar, na kisha kuna mwezi ambao unaitwa Rajab Mudhar. Umeitwa Rajab Mudhar kwa sababu kabila ya Mudhar ilikuwa inatukuza mwezi wa Rajab, ikaitwa Rajab Mudhar, alladhi baina Jumada wa Shaaban, mwezi ambao baina ya Jumada na Shaaban. Kwa miezi mitukufu ambayo imetajwa katika Qur'an ni miezi minne: Dhulqa'da, Dhulhijja, Al-Muharram na Rajab. وقد رجح طائفة من العلماء أن محرم أفضل الأشهر الحرم، bali wengi katika wanazuoni wakaona kuwa huu mwezi wa al-Muharram ndiye bora wa miezi yote minne mitukufu. Wakaona kuwa huu mwezi ndio bora kuliko mingine mitatu inayobaki. Qala Ibn Rajab rahimahullah, Ibn Rajab Allah akasema waqad ikhtalafa al-ulama fi ayyul ashhurul hurum afdal, wanazuoni wametofautiana. Je, katika miezi minne mitukufu ni upi uliokuwa bora kuliko mingine? Faqala al-Hasan wa ghayruhu. Al-Hasan, inapotajwa jina al-Hasan bila shaka kusudiwa nani? Al-Hasan al-Basri. Kwa akasema al-Hasan al-Basri na wengine katika wanazuoni, afdaluha shahrullahi al-Muharram, bora wa miezi minne mitukufu ni mwezi wa Allah al-Muharram. Al-Muharram ndio bora kuliko miezi mingine mitukufu. Kisha akasema warjahahu ta'ifatun min al-mutaakhirin, kusudia zama zake Imam Ibn Rajab rahimahullah na mutaakhirin, ndio maana walikuja nyuma, walikuwa zama za Imam zake yeye, wakaona kuwa ndio mwezi bora kuliko miezi mingine mitukufu. ويدل على هذا ما أخرجه النسائي وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي عليه الصلاة والسلام أي الليل خير. Na dalili ya hilo kuonesha kwamba mwezi ni bora kuliko miezi mingine mitukufu ni hadithi ambayo imepokea Imamu An-Nasa'i rahimahullah na wengine katika aima. Hadithi ya Abu Dharri anasema, nilimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni upi usiku uliokuwa bora, wa ayyul ashhur afdal, na ni upi mwezi uliokuwa bora? Faqala, Mtume akasema, khairul layli jawfu, bora wa usiku ni katikati ya usiku. Ule wakati ambao sisi tuko tuna chati na wanawake ndio wakati bora, ndio usiku bora. Ule usiku ambao mtu yuko na simu yake yeye na wanawake tu fulani, utumie picha, umelala vipi, umelala aje, umevaa vipi, ndio usiku ambao ulikuwa bora, ambao Muislamu atatakikana kufanya ibada.
Kisha akasema Mtume alayhi wasallam, wa afdalul ashhur shahrullahi alladhi tad'unahu al-muharram, na mwezi uliokuwa bora ni mwezi wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao mnauita nyinyi al-muharram. Qala Ibn Rajab rahimahullah, Ibn Rajab anasema wa itlaquhu fi hadha al-hadith afdalul ashhur mahmulun ala ma ba'da Ramadan kama fi riwayati al-Hasan. Na Mtume alayhi salatu wasalam kuita kwamba mwezi bora ni baada ya Ramadhani, ni baada ya Ramadhani, bimaana mwezi huo si mwezi wa Ramadhani, lakini miezi mingine mitukufu inashindwa na mwezi wa al-Muharram. Sawa. Wa min ahammi ahkami hadha shahr ma yali, na katika ahkam muhimu za mwezi huu ni hizi zifuatazo. Awalan, tahrimu al-qital fi, Allah ameharamisha kupigana vita katika mwezi huu au katika miezi hii. فمن أحكام شهر الله المحرم تحريم ابتداء القتال فيه. katika ahkam za mwezi wa al-Muharram ni kuwa ni haramu kuanza vita ndani ya mwezi huu. Bimaana nyinyi kuanza vita Waislamu ni haramu, labda waanze nyinyi. Mnapokuja kuvamiwa lazima mjilipize, lakini nyinyi kuanza vita katika mwezi huu ni haramu. قال ابن كثير رحمه الله، الإمام ابن كثير الله برحمه قسما وقد اختلف العلماء في تحريم ابتداء القتال في شهر أو في الشهر الحرام، ومتفاوتيانا wanawazuoni kunako uharamu wa kuanza vita katika miezi au katika mwezi mtukufu. Hal huwa mansukh au mahkam, je, jambo hilo limeshafutwa au bado lipo? Ala qawlain, wakaleta kauli mbili. Je, kuanza vita katika miezi mitukufu ni jambo ambalo hukumu yake imefutwa au bado hukumu inaendelea? Wanawazuoni na kauli mbili kama alivyosema Ibn Kathir rahimahullah, akasema ahaduhuma, moja katika kauli mbili, wa huwa al-ashhar, na ndio kauli ambayo ni mashuhur, annahu mansukh, kuwa hukumu imefutwa ya kuanza vita katika miezi mitukufu. لأنه تعالى قالها هنا فلا تظلموا فيهن أنفسكم وأمر بقتال المشركين. kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika miezi hii, wala msidhulumu nafsi zenu, lakini akaamrisha kuwapiga vita washirikina. والقول الآخر، نقول nyingine، إن ابتداء القتال في شهر الحرام حرام، kuanza vita katika miezi au katika mwezi mtukufu ni haramu. Wa annahu lam yusa tahrimu ash-shahr al-haram, kwa sababu hukumu hiyo haikufutwa liqaulihi ta'ala, ndio aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha sadaka al-ashhur al-hurum faqtulu al-mushrikin, na ikiwa miezi mitukufu itaondoka itamalizika, basi wapigeni vita washirikina. Kwa wakatoa wakastadili na hiyo kauli, wakasema hapa amezungumza muwapige vita washirikina baada ya miezi mitukufu fanya nini? Kuondoka. Kwa zina kauli mbili, kwa wanawazuoni wengine wanasema inafaa hukumu imefutwa, inafaa kuwapiga vita moyo mkaanzia vita, na kauli ya pili ni kuwa nyinyi haijuzu kuanzia vita. Wallahu a'lam. Thania, fadlu siyamihi, ubora wa saumu ya mwezi huu. Bayyana Rasulullah alayhi salatu wasalam fadla siyami shahri llahi al-muharram biqawli afdalu siyami ba'da Ramadan shahru llahi al-muharram. Mtume alayhi salatu wasalam akabainisha ubora wa saumu katika mwezi huu, akasema saumu iliyokuwa bora zaidi baada ya Ramadhan ni saumu ya mwezi wa al-Muharram. Wanazuoni wakatofautiana, je, ile siku ya Ashura peke yake au ni kila saumu ambayo tunaifunga katika mwezi? Wengine wakasema kuwa ni kila saumu ambayo mja ataifunga katika mwezi wa al-Muharram ni bora baada ya saumu ya Ramadhan. Sawa. Thalitha, shahrullahi al-Muharram wa yawm Ashura, bimaana alaqa iliyokuwa baina ya mwezi huu na siku ya Ashura. Ashura huwa al-yawm al-ashir min shahri al-Muharram. Ashura
ni siku ya 10 katika mwezi huu wa al-Muharram, ndo Ashura. Sawa. Wa li hadha al-yawm maziyya wa li sawmihi fadlun, siku ya 10 katika mwezi huu ina fadhila kubwa, na saumu yake pia vile vile ina fadhila kubwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. وقد يختصه الله تعالى به وحث عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. Allah subhanahu wa ta'ala siku ya 10 ya mwezi huu ameihusisha, bali Mtume alayhi salatu wasalam akaimiza watu saumu ya siku 10 hii au ya siku ya 10 ya mwezi huu. Sawa. Fadlu yaumi Ashura, ubora wa siku ya Ashura, bi maana siku ya 10. Ashura huwa al-yawm alladhi anja Allah ta'ala fihi Musa wa qauma, siku ya 10 ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimwokoa Musa na watu wake. Wakati Allah subhanahu wa ta'ala anamwokoa Nabii Musa alayhi salatu wasalam na Bani Israil, ilikuwa ni siku ya 10 ya al-Muharram. Sawa. Wa aghlaqa Firauna wa qauma, na Allah akamgharikisha Firauni na watu wake, ilikuwa ni siku ya 10 ya al-Muharram. Faswama Musa shukra, Nabii Musa alayhi salatu wasalam akaifunga hiyo siku kwa kumshukuru nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma swama Nabii alayhi salatu wasalam, kisha na Mtume akaifunga hiyo siku. Kwa katika ubora wa siku hii ya Ashura, bi maana tarehe 10 mwezi huu wa al-Muharram, ni siku ambayo Allah alimwokoa Nabii Musa na Bani Israili, akamghirikisha na kumzamisha kwenye bahari Firaun na watu wake. Nabii Musa alayhi salatu wasalam akaifunga siku hiyo kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na mtume wetu vile vile akaifunga siku hiyo. Lima rawahu Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala, kama alipokea Ibn Abbas Allah mridhie, amesema qadima Rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-Madina, kipindi mtume alipowasili Madina, fawajada al-yahuda yasumuna yawma Ashura, mtume akawakuta Mayahudi wa Madina wanafunga siku ya Ashura. Fasuilu an dhalika, wale Mayahudi wakaulizwa kwa nini wanasaumu siku ya Ashura. Faqalu, wakasema hadha al-yawm alladhi adhhara Allah fihi Musa wa bani Israil ala Fir'aun fanahnu nasumuhu ta'dhiman lahu, hii ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimpa ushindi Nabii Musa alayhi salatu wasallam na bani Israil, akawa amemdhalilisha nani? Firauni, na kumgharikisha. Kwa hiyo tunafunga siku hii kwa kuitukuza. Faqala alayhi salatu wasalam, mtume akasema nahnu aula bi Musa minkum, sisi tuna haki kwa Musa zaidi kuliko nyinyi. Faamara bisiyamihi, mtume alayhi salatu wasalam akawaamrisha maswahaba kufanya nini? Kufunga siku ya Ashura. Wa fi riwayati li Muslim, fasama Musa shukran fanahnu nasum, kwa Musa alipofunga siku hiyo kwa kumshukuru Allah, na sisi vile vile tunafanya nini? Tunaifunga hiyo siku kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wa linabii alayhi salatu wasalam fi siyami Ashura arba halat, kwa mtume alayhi salatu wasalam katika saumu ya Ashura yuko na hali 4. Mtume katika kufunga ya Ashura kuna hali ngapi? 4. Sawa. Alhalatu alula, hali ya kwanza, annahu kana yasumuhu bi Makkah, mtume alikuwa anafunga hii siku wakati angali Makkah. Ataenda wapi? Madina. Wala ya'muru an-nasa bis-sawm, lakini halikuwa amrishi watu kuiswaumu. Hii ni hali ya kwanza. Mtume alifunga hii siku wapi? Akiwa wapi? Makkah. Alikuwa anafunga Ashura, lakini alikuwa amrishi watu kufanya nini? Kuiswaumu. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت, كما نبقى كنا صحيح بلا بخاري ومسلم، حديث يا مامة عائشة الله مرضيها بسماء، كانت عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية, siku ya Ashura ni siku ambayo Quraysh walikuwa wanaifunga wakati wa jahiliya, kabla ya Uislamu. Quraysh walikuwa wanaifunga Ashura. Kisha anasema mama yetu Aisha, wa kana an-nabii alayhi salatu wasalam yasumu, na vile vile mtume alikuwa anaifunga wapi? Makkah, hiyo siku. Sawa. Falamma qadima al-Madina swama wa amara an-nasa bisiyami, wakati mtume alipofika Madina akaifunga tena na akaamrisha watu kufanya nini? Kuifunga. Sawa.
falamma nazalat faridatu shahri Ramadhan, wakati Ramadhani ilipofaradishwa. Ni maana wakati mtume alipofika Madina akawaamrisha maswahaba kuifunga, ilikuwa ni lazima kufunga Ashura. Wakati Ramadhani ilipofaradishwa, kana Ramadhanu huwa alladhi yasum, kwa mtume akaona saumu Ramadhani, fataraka sawma Ashura, akaacha saumu ya Ashura kwa maana katika ulazima wake. Faman shaa sama wa man shaa aftar, kwa hukumu ikabaki yule ambaye anataka kufunga afunge, ambaye hataki kufunga aache. Ramadhani ndio ikawa nini? Faradhi. Sawa. Wa fi riwayatin lil-Bukhari wa qala alayhi salatu wassalam, man shaa falyasum wa man shaa aftar. Mtume akasema yule ambaye anataka kusaumu Ashura asaumu, na mwenye kutaka kula ale, baada ya kufaradhishwa nini? Ramadhani. Sawa. Hiyo ni hali ya kwanza ya mtume katika saumu ya Ashura. Na kukumbusha hali ya kwanza ya mtume, hali ya kwanza ya mtume na saumu ya Ashura ni ipi? Tunaweza kuisema naam, alikuwa na saumu tu wapi? Maka, lakini anafunga amrisho watu kufanya nini? Kuisaumu. Sawa. Alhalatu thaniya, hali ya pili, anna nabiy alayhi salatu wasalam lamma qadima almadina wa raa siyama ahli alkitabi lah wa ta'dhimahum la sawamu wa amara an-nasa bisiyami. Hali ya pili ya mtume na saumu ya Ashura ni wakati mtume alipowasili Madina, akawakuta ahlul kitabi Mayahudi wanaisaumu ile siku, sawa, na kuitukuza ile siku. Mtume akaisaumu na kuamrisha watu wafanye nini? Wafunge. Sawa. Wa akada al-amra bisiyami, bali mtume akaweka mkazo kufunga siku ya Ashura. Wa hatta an-nas alayhi hatta kanu yusawwimuna atfalahum, mtume akawahimiza watu kuisaumu mpaka watu ambao wanalazimisha na watoto wao kufanya nini? Kufunga. Hii ni hali ya ngapi? Ya pili. Hali ya pili ni ipi? Mtume alipowasili Maka akaifunga na akalazimisha watu kufanya nini? Kusaumu. Sawa. Alhalatu thalitha, hali ya tatu ya mtume na saumu ya Ashura, annahu lamma furidha siyamu shahri Ramadhan taraka an-nabiy alayhi salatu wasalam amra ashabihi bisiyami yawmi Ashura. Hali ya tatu ni wakati Ramadhani ilipofaradhisha, mtume akaacha kuamrisha maswahaba kufunga nini? Ashura. Sawa. Lima rawahu Muslim fi sahihi anna nabiy alayhi salatu wasalam qala inna Ashura yawmun min ayami llah faman shaa sama wa man shaa taraka. Kama alivyosema mtume, Ashura ni siku katika masiku ya Allah, mwenye kutaka saumu, mwenye kutaka acha. Hali ya tatu ni hali gani? Tunaelewa hii hali ya tatu. Hali ya kwanza Maka, akulazimisha kufanya nini? Kusoma. Hali ya pili Madina, akawalazimisha watu kufanya nini? Kusoma. Hali ya tatu Madina, lakini bila kuwalazimisha kufanya nini? Kuiswaumu. Sawa. Tayeb. والرابعة hali ya nne, anna an-nabiy alayhi salatu wasalam azama fi akhir umrihi ala an la yasumahu munfarida bal yadhummu ilayhi yawm at-tasi'. Hali ya nne ni wakati mtume alayhi salatu wasalam mwisho wa uhai wake akaweka nia ya kutokuifunga peke yake, bali akaweka nia na kufunga siku ya ngapi? Ya 9. Sawa. Tayeb. Mukhalafatan li ahli alkitab fi siyami, kwa kuwakhalifu ahli alkitab. Mtume akasema, akaweka nia ya kufunga Ashura na siku ya ngapi? Na siku ya 9 kabla, bi maana tarehe 9 na Ashura. Sawa. Lima rawahu Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma annahu qala hina sama Rasulullah alayhi salatu wasalam Ashura wa amara bisiyamihi qalu ya Rasulullah innahu yawmun tu'azzimuhu al-yahud wan-nasara. Wakati mtume aliposoma Ashura aliambiwa ni siku ambayo wanaiadhimisha, wanaitukuza Mayahudi na Manaswara. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema alayhi salatu wasalam, fa idha kana al-'am al-muqbil insha Allah sumna at-tasi', tukifika mwaka ujao insha Allah tutafunga na siku ya 9. Sawa.
falam yati al-aam al-muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mwaka wa kuja kufika mtume akafanya nini? Amefariki. Sawa. Kwa hiyo tunaona hali ngapi? Nne. Hali ya kwanza alifunga wapi? Maka. Alikuwa amrisha watu kufanya nini? Kuiswaumu. Hali ya pili Madina, na akaamrisha watu kufanya nini? Kuiswaumu. Hali ya tatu Madina, lakini baada ya kufarishwa Ramadhani ikawa sio lazima kufanya kuswaumu. Hali ya nne mtume kufunga tarehe 9 na tarehe 10 ili kuwakarifu Mayahudi na Manaswara. Sawa. فضل صيام عاشوراء بورا وصوم عاشوراء. أما فضل صيام يوم عاشوراء فقد دل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو قتادة رضي الله عنه، وقال فيه سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم عاشوراء فقال احتسب على الله أن يكفر سنة التي قبله. Mtume alipouliza saumu ya Ashura akasema nataraji kwa Allah kuwa akisaumu atasemewa madhambi ya mwaka uliopita, na madhambi yanakusudiwa hapa ni as-saghair ama al-kabair, atutizwa kwa nini? Kwa toba. Sawa. Kwa katika faida ya saumu ya Ashura ni kwamba kusaumu na sababu madhambi ya mwaka uliopita, madhambi madogo madogo. Wa qama al-muslimu ma'a Ashura al-ashir hadha al-ajr al-azim, ikiwa kama mtu atafunga ile siku ya mwisho, ile siku ya 10 peke yake, ile siku ya 10 peke yake anapata hiyo ujira, hata lau kana mufarida, hata kama atafunga yenyewe bila kufunga siku ya ngapi? Ya 9. Sawa. Min ghairi karaha, pasina karaha, khilafan lima yarahu ba'd ahli al-ilm, kinyume na agizo baadhi ya wanaona kwa mtu akifunga siku ya Ashura peke yake hamna tatizo, akifunga peke yake hamna tatizo. Sawa. Walau dhamma ilayhi al-yawm at-tasi' lakana a'zama fi al-ajr, lakini ikiwa kama ataiunganisha na siku ya 9, kwa hiyo itakuwa ni bora zaidi hata katika ujira. Sawa. Tayeb, lima rawahu ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy alayhi salatu wasalam qala la in baqitu aw la in shi'tu la in 'ishtu ila qabil la asumanna at-tasi', kama nilipokelewa kwa mtume anasema ikiwa kama nitaishi mpaka mwaka kesho nitafunga na siku ya 9. Kwa hiyo ukifunga siku ya 9 unakuwa umekhalifu Mayahudi, kwa ujira unafanya nini? Unaongezeka. Lakini ikiwa kama mtu atafunga na siku moja pia ujira nao, lakini ukifunga na 9 na 10 ujira unaongezeka kwa kukhalifu nani? Mayahudi. Sawa. Kisha anasema amma al-hadithu allati waradat wa fiha siyam yawmin au qablahu wa ba'dahu au ba'da, ama hadithi ambazo zimekuja tunazungumzia saumu ya kabla na saumu ya baada, bimaana kufunga Ashura na siku moja baada kabla yake bila siku ya 9 na siku ya baada yake siku ya 11, au siyamu yawmin qablahu au ba'da, au zingine tunasema kuwa ufunge Ashura na siku moja kabla yake au baada yake. Sawa. Falam yasihha raf'uha lin-nabiy alayhi salatu wasalam, azikuja kwa mtume alayhi salatu wasalam, mbira marfu kwa mtume alayhi salatu wasalam. Sawa. Wal ibadatu kama huwa ma'lum tawqifiyya, na ibada kama ilivyojulikana nini? Ni dalili. Wala yajuzu fi'luha illa bidalil, haijuzu kufanya ibada mpaka dalili. Kwa kusema kuwa kufunga sijui Ashura na siku moja kabla yake na siku nyingine baada yake, au kufunga Ashura na siku ya baada yake, hakuna dalili ya hilo. Sawa. Katika hadithi ya mtume وقد يستأنس بما ورد في ذلك فقد صح بعض هذه الآثار موقوفا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولهذا لا يسرب على من صام عاشوراء ويوما قبل ويوما بعد. Lakini zinakuja athari ambazo ni sahihi maukufa kwa nani? Kwa Ibn Abbas, ambazo zinaonyesha hayo. Kwa hiyo halaumiwi mwenye kufunga Ashura na siku moja kabla yake au siku moja baada yake. Sawa. Au iktafa bisiyami wa swama yawman ba'dahu faqat, au na baada ya kutoka na siku ya Ashura kisha akafunga siku nyingine moja baada yake, vile vile halaumiwi.
kwa sababu imekuja katika athar ambazo ni mauquf kwa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kwa kumalizia, albid'u fi Ashura, bid'a ambazo zinapatikana katika siku ya Ashura. Qala al-allama al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, wa qad dhalla fi hadha al-yawm ta'ifatan, katika siku hii ya Ashura zimepotea kundi ngapi? Mbili. Ta'ifatun shabahat al-yahud, kundi la kwanza ambalo limejifananisha na Mayahudi. Fattakhadhat Ashura mawsima 'Eid wa surur tudhiru fihi sha'air al-farah, zikakamata siku ya Ashura kama ni siku ya sikukuu. Kuna kundi ambalo limejifananisha na Mayahudi likachukulia siku ya Ashura kuwa ni siku ya sikukuu, ni siku ya furaha, zinadhihirisha furaha siku hiyo, kal-ihtibal wal-iktihal. Watu wanajipaka mahina, wanakichora, watu wanajipaka mawanja hiyo siku ya Ashura, sawa. Watawsi'a an-nifaq ala al-'ayad, watu wanazidisha kutoa kwa familia zao wa mazawadi kwa familia na mengine kama siku ya furaha vile siku ya Ashura. Wa tabikh al-at'imati al-kharijati 'an al-'ada, na kupika chakula ambacho kiko nje na mazoea yao. Ni maana wanapika chakula cha ziada kwa sababu ya furaha ya siku ya Ashura, sawa. Wa nahwi dhalika min 'amali al-juhal, na mengine zaidi ya katika matendo ya wajinga. Alladhina qabalu al-fasida bil-fasid wal-bid'ata bil-bid'a, ambao wamekabiliana uovu kwa uovu na bid'a kwa bid'a. Kuna baadhi ya kundi ambalo likachukua siku ya Ashura kama ni siku ya furaha, siku ya sikukuu. Hii ni bid'a. Mtu analeta mazawadi nyumbani siku ya Ashura na mengine. Hiyo ni kundi la kwanza. Wa ta'ifatun ukhra ittakadat Ashura yawma maktab wa huzn, na kundi lingine la pili likachukulia siku ya Ashura kwa ni siku ya kilio na huzuni, sawa. Waliaha, na siku ya kuomboleza, liajli qatl al-Husayn ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, kwa ajili ya kuuawa kwa Husayn ibn Ali ambaye wakina nani? Rafidha. Wenyewe wakati kama siku ya Ashura ni siku ya kilio, siku ya kuomboleza. Mtawaona hapo Mashia wa wale, mtawaona siku ya tarehe 10, mtawaona tangu kila matembea nao, amwajui sio, utamuona tarehe 10 ukumena fulani yumo. Si kwamba ni Shia, walitangaza pale, mtoto akipita barabarani kuna pesa fulani na kuna wali, yani ndio bwana alipata kumbidisha jahili, ajue hivyo kumnasi, sawa. Kisha anasema tudhiru fihi sha'air al-jahiliya, min latmi al-khudud wa shaqq al-juyub wa inshad qasaid al-huzn. Kisha katika siku hiyo wanadhihirisha matendo ya kijahiliya, kujipiga, kuchana nguo zao kwa kuomboleza, kuimba makaswida, nyimbo za huzuni, wa riwayati al-akhbari allati kadhibuha akthar min sidqiha, na kuanza kuzungumzia riwayati ambazo uongo wake ni mkubwa kuliko hata ukweli wake. Yote haya walqasdu minha fathu babil fitna, makusudio yao kuleta hizo riwayati za uongo kuwa ilikuwa kadha, au alimuua Husaini au kadha kadha, yote ili wafanye nini? Wafungue mlango wa fitna, wa tafriq baina al-umma, na kuwagawa umma. Wa hadha amalu man dhalla sa'yuhu fi al-hayati ad-dunya wa huwa yahsabu annahu yuhsinu sun'a. Haya ni matendo ya wale mtu ambaye anafanya matendo hapa duniani, akili yake inapelekea kwa anafanya mazuri, kumbe kapotea njia. Ndio wanafanya Mashia siku hiyo ya Ashura. Tuna siku tunasikia kujipiga wapo tu Burundi, kwa sababu ni Mashia wa kilo cha sukari na maharage, wanataka magofi. Wakati mwingine anajipeleka magofi, ndipo anamfanyia kwa mazaki. Sijiumize bwana. Ya Hussein afana mfanyaga ndicho mazaki. Salipoa sukari atajiumiza. Wenzake kule hawa hivi dawa yao. Akasema tupigie makofi, mpelekee upanga mimi. Chukua ndugu yangu upanga. Aone wenzako kule. Akafanya kujibu ati unikijipiga upanga, ule mchele umenipanda, utakula nani? Utakula nani? Sawa. Kwa hiyo ni miongoni mwa mambo ambayo
yanapatikana katika hii siku ya Ashura. Kuna baadhi ya watu wanafanya ni siku ya furaha na wengine wanafanya siku ya nini, ya huzuni. Vyote hivyo ni nini? Ni bid'a. Sawa. Kwa anasema Sheikh anamalizia, waqad hada Allah ta'ala ahla sunna, Allah akawaongoza ahlu sunna, fafa'alu ma amarahum bihi nabiyuhum alayhi salatu wassalam min as-sawm, wenyewe wakafanya yale ambayo amewaamrisha mtume wao sallallahu alayhi wasallam, ni saumu. Sawa. Ma'a ri'ayati adami mushabahati al-yahudi fi, na wakajichunga na kutokujifananisha na Mayahudi katika siku hiyo. Wajtanabu ma amarahum ash-shaytanu bihi min al-bid'i, wakajiweka mbali na yale ambayo shetani amewaamrisha katika mambo ya bid'a na uzushi. Falillahi alhamdu wal minna. Kwa hiyo وقد نص أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه لم يثبت عبادة من العبادات في يوم عاشوراء إلا الصيام، bali wanaozoni wote wamesema kuwa hakuna ibada imethibiti katika siku ya Ashura isipokuwa ni swaumu peke yake. Sawa. Walam yathbut fi qiyami lailatihi au al-ittihad au at-tatayyub au at-tawsi'ati 'ala al-'iyad au ghairi dhalika, lam yathbut fi dhalika dalilun 'an rasulillahi alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo hakuna chochote kimethibiti kuswali usiku wa hiyo siku, hamna, au kujipaka mawada, kujipendezesha na mengine, au kupana mazawadi kwa familia na mengine kinyume na hayo, hayakuthibiti. Hakuna dalili kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa siku ya Ashura ni siku ya swaumu peke yake, siku ya swaumu peke yake, hakuna nyingine ibada. Kwa hiyo tushike na tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala ayuthabbitana ala alkitabi wa sunna hatta